Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali imekuwa ikiboresha sekta ya elimu, ikiwemo kuimarisha miundombinu, ubora wa elimu na maslahi ya walimu, ambayo yamechangia kupata mafanikio mazuri ya ufaulu wa watoto wetu. Vile vile, serikali imeongeza fursa zaidi kwa wanafunzi wanaoendelea na elimu ya juu kwa kuongeza bajeti ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Zanzibar kutoka shilingi za Tanzania bilioni 11.5 kwa mwaka 2020-2021 hadi bilioni 37.5 kwa mwaka wa fedha 2025-2026, ambayo itawanufaisha wanafunzi 14,495 wakiwemo wanafunzi wapya 4,877 ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa ngazi ya diploma ambao pia watanufaika na mikopo hii. Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana Daktari Hussein Ali Mwinyi. Nakumbuka wanafunzi wa diploma walikuwa hawamo katika eneo la mikopo, lakini sasa serikali hii ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Mwinyi imewaongeza wanafunzi wa diploma nao wapate fursa ya kukopa na kujiendeleza akili. Napenda kutumia nafasi hii kutoa wito kwa wazazi wenzetu, walezi na wanafunzi kuhakikisha tunatumia vyema fursa hii ili kuongeza wataalamu katika fani ya sayansi, teknolojia, ikiwemo data science na artificial intelligence, ambazo ni fani muhimu sana na zinakuwa kwa kasi kubwa katika dunia yetu ya leo. Ndugu wananchi, nyote mtakubaliana nami kuwa kuwepo kwa tawi hili hapa kisiwani Pemba kutatoa fursa mbalimbali, ikiwemo kuwarahisishia vijana wetu kujiunga na masomo ya sayansi na teknolojia wakiwa karibu na makazi yao. Pia kupitia fani ambazo zitatolewa katika taasisi hii kama vile fani ya umeme kwenye nyumba na hotelini, usarifu wa mazao ya baharini, uongezaji wa thamani wa mazao ya mboga na matunda na fani nyinginezo, zitachangia kutoa fursa za ajira kwa vijana wetu, ikiwemo kushiriki kamilifu katika kunufaika na uchumi wa bluu ambao kwa hakika Pemba umetuzunguka sana. Kwa hiyo wazazi wangu, kisiwa hichi cha Pemba wala huna sababu kama mtoto wasafiri aende Arusha kwenda kusoma Arusha Technical College, chuo kiko hapa sasa. Una sababu ya kwa mtoto aende Dar akasome Dar es Salaam Technical College, Dr. Mwinyi chuo amekileta hapa. Na una sababu hata Karume ambayo ipo Mbweni, kwa sababu kampasi iko Pemba hapa. Na nataka niwathibitishie ubora ni ule ule, vigezo ni vile vile, hakuna tofauti. Na cheti ambacho utapewa ni cheti cha chuo cha Karume. Lakini mheshimiwa, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake mapana, ameleta taasisi ya teknolojia ya India ndani ya Zanzibar. Soko wenye uhitaji wa taasisi hii ni wanafunzi wanaotoka Karume, ni maswali la teknolojia. Mheshimiwa, tunapongeza sana kwa maono makubwa. Wanafunzi hapa wanapomaliza Karume wanaingia Indian Institute of Technology madrasa ndani ya Zanzibar, wanasoma elimu ya kimataifa lakini wakiwa wapo Zanzibar. Tawi la taasisi Pemba limekusudia kutoa nafasi kwa vijana wa Pemba na Zanzibar kwa ujumla kupata elimu bora bila changamoto za umbali au gharama kubwa. Lengo letu ni kuhakikisha kila kijana ana nafasi ya kujifunza sayansi na teknolojia. Kwa sasa tawi letu limeanza kutoa huduma ya elimu kwa ngazi ya stashahada katika fani zifuatazo: ufundi wa umeme wa majumbani, teknolojia ya habari na mawasiliano na ufundi bomba. Kwa sasa jumla ya wanafunzi 90 wamekwisha jiunga na taasisi yetu na wanaendelea na masomo katika fani mbalimbali. Hali hii inaonyesha kuwa wananchi wa Pemba wana kiu kubwa ya elimu ya kisasa inayolenga sayansi, teknolojia na ufundi stadi.
Pia ni ishara ya ushindi mkubwa kwa jitihada za serikali katika kuhakikisha elimu bora inawafikia wananchi wote wa Zanzibar.